Tunataka kusikia neno la Bwana, na kichwa cha ujumbe ni the benefits of having a spiritual parent. The benefits of having a spiritual parent, yaani faida za wewe kuwa na mzazi wa kiroho. Mzazi wa kiroho ni muhimu sana, na mzazi wa kiroho ni mtu ambaye anaweza kusimama na wewe kuhusu maisha ya kiroho. Maana tuna maisha ya kimwili na kuna maisha ya kiroho. Amen. Na yale maisha tunaishi ya kimwili, mara nyingi effect zake huanza katika ulimwengu wa roho. So ni vizuri ukiwa na mtu ambaye anaweza kusimama na wewe katika maisha yako ya kiroho. Amen. Anaweza kuwa ni mwanaume, anaweza kuwa ni mwanamke, anaweza kuwa ni umri wake ni mzee sana, anaweza kuwa umri wake ni mdogo kuliko wako. Mnaweza kuwa mnatoshana pia kwa umri, lakini ni muhimu sana na ni vizuri sana mtu akiwa na mzazi wake wa kiroho. Amen. Mzazi wako wa kiroho anaweza kuwa babako wa kimwili. Mzazi wako wa kiroho anaweza kuwa ndugu yako tumbo moja. Mzazi wako wa kiroho anaweza kuwa mtoto wako. Mzazi wako wa kiroho anaweza kuwa jirani yako. Mzazi wako wa kiroho ni mtu ambaye anaweza kusimama na wewe katika maisha ya kiroho. Bwana asifiwe. Mzazi wa kiroho faida zake ni zipi? Ya kwanza, providing essential mentorship. Providing essential mentorship. Yaani kuna mambo muhimu ambayo mzazi wako wa kiroho anaweza kusaidia ama akakufanikisha nayo ama akakusaidia kukua katika mambo fulani. Amen. Number 2, covering and accountability. Mzazi wako wa kiroho anapaswa ama ni mtu ambaye anaweza kukufunika katika maisha yako ya kiroho. Maisha yako ya kiroho ni muhimu sana, maana uharibifu mwingi ambao uko katika maisha ya binadamu, uharibifu mwingi ambao uko katika jamii, uharibifu mwingi ambao uko katika vijana, uharibifu mwingi ambao uko ndani ya maisha ya wazee ama wamama, unatokana na covering. Kama hauko covered kiroho, ndugu yangu, dada yangu, mtoto wangu, mzazi wangu, unaweza kuangamia, tena ukaangamia vibaya, ukaangamia upesi. Kwa hivyo mzazi wa kiroho kwako ni muhimu sana. Bwana asifiwe. Najua tunananga tu wachungaji, unasema tu huyu ni mchungaji, huyu ni mchungaji, huyu ni mchungaji. Ni muhimu na ni lazima uwe na mzazi wako wa kiroho. Mzazi wako wa kiroho ni mtu ambaye anaweza kusaidia, ni mtu ambaye anaweza kusimama na wewe kwa maisha, ni mtu ambaye anaweza kukufunika katika maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho, niwaambie wapendwa, yana mambo mengi. Maisha ya kiroho yana matatizo mazito. Naona ulimwengu wa roho, hapo ndipo kunafanyika masingaombwe. Katika ulimwengu wa roho, wachawi wanapata nafasi. Katika ulimwengu wa roho, waganga wanapata nafasi. Katika ulimwengu wa roho, kuna watu ambao wako katika kiroho wanaweza kuaccess mambo ya kiroho. Kwa hivyo ni muhimu sana wewe kuwa na mzazi wa kiroho. Mzazi wa kiroho akiwa anakukava and accountability, covering and accountability, ni mtu anaweza kufunika kwa maombi. Yaani maombi ambayo anakuombea, anakufunika kwa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Mzazi wa kiroho ni mtu ambaye anaweza kusimama na wewe katika maisha yako ya kiroho ama kijamii ama kiafya ama kibiashara, kikazi, hata kiali yoyote vile, kijamii,
anaweza kusimama na wewe akakukava. Bwana asifiwe. Na wacha niwaambie, kama uko hapa na una mzazi wa kiroho, basi uko kwenye hatari, tena hatari kubwa, tena hatari mbaya. Maana hakuna mtu anaweza kukukava kiroho. Kama hakuna mtu ambaye anaweza kukava kiroho, hata kupiganiwa ni ngumu. Mimi haya mambo nayajua. Maana vile vita ambavyo nimeviona, kuna watu wamekuwa karibu na mimi kama wazazi wa kiroho, na yanapoinuka wananisaidia vile vita. Wananisaidia kupigana. Wananisaidia kwa upande wangu. Maana kama niko peke yangu, nitafanya nini? Nitaangamia. Bwana asifiwe. Katika biashara yako, huyo mzazi wa kiroho anakukava, anakufunika na damu ya Yesu. Maana kuna vile unaweza kuwa covered kiroho, ukawa protected kiroho. Maana wakati umekuwa covered, umekuwa protected. Ama namna gani, si ndio? Kwa mfano, kuku ana vifaranga, alafu wale vifaranga wanafunikia. Je, mwewe ana nafasi? Ana. Kuragu ana nafasi? Ana. Na nyoka naye akija anadonwa macho. Anadonwa wapi? Macho. Ana nafasi. Kwa hivyo mzazi wa kiroho ni mtu muhimu sana katika maisha yako. Kila mtu anapaswa kuzingatia kuwa na mzazi wa kiroho. Na kama wewe una mzazi wa kiroho, basi uko hatarini, na lolote laweza kukupata, na chochote chaweza kutokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mzazi wa kiroho anaweza kuwa accountable katika maisha yako ya kiroho. Na anapokuwa accountable katika maisha yako ya kiroho, hata maisha ya kimwili anaweza kuwa accountable. Kwa sababu ya nini? Huyu ni mtu ambaye anaomba akikufunika, na anaweza kutoa hesabu yako ya kiroho, kwa sababu anajua wewe ni mtoto wake wa kiroho, na anakukava kwa lengo ili akaweze kuhakikisha na wewe umesimama vizuri. Bwana asifiwe. Kwa nini kuku utetee watoto wake? Kwa nini kuku upigania watoto wake? Mshajiuliza hivyo? Kuku anafunika, anaprotect watoto wake. Juzi nilikuwa meeting, nikaona kuku mtoto wake kifaranga amechukuliwa na kurabu. Na vile amechukuliwa, kuku ameruka akaenda na huyo naitwa nani? Kurabu. Akazunguka na yeye, anamfuata mpaka juu ya nyumba, amepita ako na yeye. Unyo. Mzazi wako akiwa anapigana, eri aumie, afunge, aumie na wewe ufunge na yeye. Sio anafunga peke yake. Sio wakati anaomba na wewe uombe. Coverage ya kiroho inakuja katika ulimwengu wa kiroho kukiwa kuna two way traffic. Anaomba na wewe unaomba. Si anakuombea wewe unakula. Si anakuombea wewe unapigana. Si anakuombea wewe upatikani kwa ibada. Anakuombea huji kanisani. Anakuombea pia upatikani. Hiyo ni disconnection. Anaomba, anafanya kazi ya bure. Huwezi pata coverage. Spiritual coverage. Unatakiwa kuwa na wewe una correspond. Anaomba na wewe unaomba. Bwana asifiwe. Ni mtu ambaye ako na accountability ya maisha yako ya kiroho hata ya kimwili. Wakati unapofaulu katika maisha, Biblia inasema kila mwanafunzi amshirikishe mwalimu wake mazuri yote. Amen. Sio mazuri kidogo, sio mazuri machache. Wakati unafaulu, mzazi wako wa kiroho naye anafurahi kwa sababu anaona umefaulu. Akiona umenunua pikipiki, unaweza kumpatia lift hata na yeye kumfikisha mahali. Kwa hivyo tunashirikiana. Bwana asifiwe. Akiona umenunua gari, anajua huyu atanibeba siku moja, hata mvua siku moja haitanibeba, haitanipiga. Bwana asifiwe. Anajua hata siku moja atanibeba huyu, atanisaidia, sitapigwa na jua. Kwa hivyo mwanafunzi ni amshirikishe mwalimu wake mema yote, sio baadhi. Yale mazuri ambayo unayapata, wapaswa kuwa mwaminifu. Kwa mfano, unafanya kazi, unapata shilingi 1000 ngapi? Hii na mwisho wa mwezi 400 ni fungu lako la 10. Wewe mwaminifu na hiyo, kwa sababu effectiveness
ya maisha ya kiroho inakuja wakati wewe umejiunganisha na mzazi wako wa kiroho, kwamba yeye anaweza kuombea na maombi yale ambayo anaomba yakapata nafasi ya kufanya kazi katika maisha yako. Amen. Unajua, wacha nikwambie, usiwahi sema huyu pastor aniombei, huyu pastor. Tunaomba tena sana. We are really praying for you people. Lakini wacha nikwambie, kile kinaweza kusababisha maombi yetu yapate nafasi ya kukupigania wewe ni wakati na wewe unajitolea katika huduma, unaparticipate katika duties za kanisa, unapatikana katika maombi, unapatikana katika huduma za kanisa, na wewe ni mtoaji, na wewe si muongo, na wewe si mwizi. Maisha yako ya kiroho yana uaminifu ndani, yanapatia yale maombi nafasi ya kupata kibali katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna msemo wa Kamba walikuwa wanasema zamani, sijui kama bado wakisema, na hapa kuna Wakamba wanaweza kutuambia. Bwana asifiwe. Walikuwa wanasema sijui kwa mfano hukufanya kitu kibaya, si ndio? Na mzazi amerusha laana. Wanasema laana sijui haiingii kwa trouser, ama walikuwa wanasemaje? Kiumo kieni gawa. Wakamba, kuna Wakamba hapa kwani? Haingii kwa kiatu, haingii kwa suruali, haingii kwa shati. Yaani laana ambayo haina sababu haiwezi kukupata. Hata baraka ambazo haziwezi kupata sababu ya wewe kupata, hazitakupata. Bwana asifiwe. Lazima uchochee chenye unataka. Bwana asifiwe sana. Msifikirie kama spiritual coverage ni vitu mchezo. Unaweza kuwa unasema huyu ni pastor wangu, lakini hakuna kitu kinatuunganisha, kwa sababu wewe upatikani kila wakati, uko busy. Lakini kama ni safari naenda, kama ni sitani naenda, kama ni kazi naenda. Lakini kwa ibada hata Jumapili peke yake, kama katikati ya wiki upatikane. Si upatikane Jumapili na ukuwe active. Amen ni moja. Asante kwa hiyo amen moja. Patikana hata kama ni ibada za Jumapili mpendwa. Tena ukuwe active. Sio mtu kulala kanisani. Usio mtu akulete sababu nyingi kanisani. Watu wanapanga kufanya kitu fulani, wewe ndio unapinga. Hata kutoa utoi, lakini ikifika wakati wa kukula, wewe ndio umeleta hizo sahani kubwa wataka uwekewe. Tena sasa hiyo ndio wataka kupiga watu kabisa. Na sasa hiyo ndio unawatolea macho. Angalia jirani yako, muulize wewe ni mmoja wao. Na nakwambia, lakini spiritual coverage inataka uwe na sababu ya wewe kupokea baraka. Bwana asifiwe. Hata mzazi wako ukimfurahisha, akafurahi ndani ya roho yake, kwani mpaka atamke aseme barikiwa? Na uliza ni mpaka aseme barikiwa? Si baraka ni automatic? Pigia Yesu makofi. So, spiritual benefits za kupata kutoka kwa Baba ni pia covering and accountability. Amen. Tena spiritual parent ni mtu ambaye ni role model. Hiyo namba 3. Spiritual parent, yeye ni role model kwako. Role model ni mtu gani? Role model ni mtu ambaye unaweza kuiga mambo kutoka kwake. Kasema huyu mzazi wangu wa kiroho huwa akivaa nguo anataki. Akivaa nguo huwa hataki. Akinyoa ananyoanga hivi. Watu wote wanaiga hiyo style mo. Akivaa nguo anapendaka kufunga tai na anavaa coat. Role model. Na wengine wanafuata namna hii. Sasa wewe huna mfano. Na wewe ni kiongozi. Kwa mfano wewe ni kiongozi wa mama, wewe ni kiongozi wa wazee, wewe ni kiongozi wa vijana, na hakuna kuiga chochote wanaweza kuiga kwako. Kwanza ukifika hapo unaanza watukana, kila mtu akafunga macho. Mtaona viongozi wa aina hiyo? Mbona mnaniangalia kana kwamba mwelewi? Hamjaona viongozi wa aina hiyo? Anaweza kutukana na hakuna kitu utafanya. Bwana asifiwe. So role model to foster spiritual growth and maturity
Yeye anakufanya kuwa wewe unaweza kuiga maisha yake ya kiroho na kukua katika kiroho na pia kukomaa katika maisha yako ya kiroho. Hizo ni benefits za spiritual parent. Ukiwa na yeye unaweza kuiga mwenendo wake, unaweza kuiga tabia zake. Je, akitukana anatukanana? Unaweza kuiga ukasema kweli, huyu ni baba, huyu ni mzazi. Huyu akitukana huwa atukanaye, huyu akidhulumiwa huwa alipizi. Ukaiga mfano, ukaanza kukomaa kiroho, maana maneno mabaya yanaweza kukuumiza. Bwana asifiwe. Mimi kuna mtu aliniambia kwamba mwaka juzi, mwaka gani? Mwezi wa ngapi? Aliniambia kwamba usiwahi nipigia simu hata siku moja, usiwahi nisalimia, usiwahi niongelesha, usiwahi nitumia ujumbe. Sasa juzi kwa mkia jana akapigia mwingine akamwambia ongea na Pastor Ruben umwambie anitumie shilingi 100 ngapi? 300. Mtoto wangu anakufa, ni mgonjwa sana. Ongea na yeye anitumie 100 ngapi? Yaani kwa sababu alisema nisiongea na yeye sana tuma. Kwani hawezi piga simu yeye mwenyewe? Na wewe hawezi piga simu yeye mwenyewe? Anaweza. Kwa nini hawezi piga simu anatumana? Anaweza. Kwa nini hawezi piga simu anatumana? Anashikwa na aibu, ameshikwa na haya, lakini kwa sababu hapo na hizo vitu zinaletwa ni kitu inaitwa kiburi. Mwambie mtoto wangu anaumia, mtoto wangu hapo alibaya, ana maututi, anitumia 300 atongo shida. Sasa ni wewe utatuma wewe? Wewe utatuma, unajuaje kama yeye anatumana? Uwezi. Ni yeye akujike moyo, akupigie simu. Yes. Akwambie sasa, wacha kile kiburi changu na kivunja. Naomba unisamehe. Lakini kuanzia leo tuongee, lakini naomba msaada wa hii na hii kwa sababu ya hili na hii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi silipizi ubaya kwa ubaya. Na wale ninakaa na wao na wale nimekaa na wao wananijua. Mimi hata kanitukana na nyamaza. I don't reply. Ni kama Yesu. Alisema ukipigwa huko geuza wapi? Wengine. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So, role model, a spiritual parent is a role model to foster spiritual growth and maturity. Another point katika hiyo, they offer personalized guidance and wisdom. Watu ambao ni wazazi wa kiroho wanasaidia wewe kupata mwongozo mzuri na pia kupata hekima. Bwana asifiwe. Amen. Kwa mfano kijana mmoja alikuja akaniuliza, baba nataka kufanya hili na hili, ninaweza kufanya kweli hivi? Nikamwambia hapana, wewe kusanya wazee, ufanye A, B, C, D. Alafu mkifanya hivyo, yale mengine huko tuachieni, tuyanyoroshe wenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Alisaidika au kusaidika? Alisaidika. Na Jumapili tulimwombea ndugu muombea? Muombea. Sio unajitia kichwa. Wewe utaki baba wa kiroho, utaki mzazi wa kiroho, utaki ushauri, utaki mwongozo, utasaidika vipi? Utapata laana sasa hivi. Laana hivi kwa mzazi kwambia laaniwa. Laana inakuja kwa mzazi kukasirika. Hivyo mzazi wako wa kiroho akikuongoza uepuke hiyo laana, sio unasaidika? Ni faida ama si faida? Ni faida ama si faida? Mgeukie jirani yako muulize, wewe una mzazi wa kiroho? Bwana asifiwe. Ingine ni correction. Mzazi wako wa kiroho faida yake kutoka kwake kuja kwako, anaweza kukucorrect, akwambia hapa usifanye hivi, fanya namna hii. Point of correction. Akakusaidia. Faida ya mzazi wa kiroho inaweza kusaidia na ikakuokoa, ikakutetea katika maisha, ukapiganiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi nilikuwa na mzazi mmoja wa kiroho, lakini hakuwa mentor wangu. Kuna tofauti ya mentor na spiritual father. Nataka hiyo muelewe. Spiritual parent wako anaweza kuwa mentor wako, ama ukawa na mentor na ukawa na spiritual parent. Hao watu wangapi?
wawili. Bwana asifiwe. So mimi nilikuwa na mzazi mmoja wa kiroho, lakini yeye hakuwa mentor wangu, lakini alikuwa tu mzazi wa kiroho. Maana niangalia zile tabia zake ni kama si nzuri, lakini kuna mambo fulani yakiyaongea ni mazuri na yanaweza kukusaidia. Na mimi sijamchukia mpaka leo. Bwana asifiwe. Sijamchukia mpaka lini? Nampenda, tena nampenda sana. Amen. Bwana asifiwe. Na sijamchukia, lakini yeye mwenyewe alikuwa akinicorrect, anambia hapa pita njia hii usipite, pita njia hii usipite. Bwana asifiwe. Na mimi naangalia hii anasema ni mzuri na ni muhimu, na nikifuata ile ananiambia naona nasaidika kule mbele. Bwana asifiwe. Na kuna siku moja nilienda mahali kwa ajili yake, nikafika mahali nikakaa na wakubwa. Wacha mke wangu hapa amesema ati mimi nimemsaidia yeye kukaa na wakubwa. Mimi nilienda kukaa na wakubwa siku fulani. Wacha nimwambie wapendwa, na nikawasomea, nikamwambia mnafanya ni makosa na ipendezi kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikawakoreti na nikawasaidia, na wakasema kumbe na wewe ni baba. Unaweza kucancel mtu, unaweza kushauri mtu, na unaweza koreti mtu. Bwana asifiwe. Alinituma kwa watu ambao walikuwa na zile. Unajua vile vitu vinakaanga hapa. Hapa. Mnawajua? Hapa. Na hapa. Na zingine zinakaa wapi? Na wana nini? Hawa watu wapepanga kitu kingine wapi? Alafu anakabakora kingine, si kabakora kiboko kingine kakumu, wanakaweka wapi? Wakikaweka hapa, anapiga saluti. Akimaliza kupiga saluti anakatoa, anashika mkono. Alinituma huko, nikakaa meeting. Walipofika mahali kuguza kanisa, ndio sikiza, heshimiane. Mko na mabaa yanapigia watu kelele asubuhi mpaka jioni, jioni mpaka asubuhi. Na hizo polisi hamushiki. Kwa nini mwashika makanisa? Hamuoni kama mwafanya makosa, mnajenga wadui na mnasababisha vijana kupotea? Wakasema hapo sasa umetaja point. Jambo kule nyuma walikuwa wamekataza watu wasiwataje wao, lakini mimi ni wako direct. Odoko na mmoja alisema uweze rekebisha makosa na makosa. Nikamwambia makosa mnaleta nini? Tusipoitaja hamtarekebisha, na sisi hatutarekebisha. Maana kama nataka sisi na sisi tusilo kupiga kelele kwa maombi, ni nyinyi mfanye vijana watulie, ili na nyinyi msaidike kuwa hakuna vita vya kiroho na vya kimwili. Maana wachungaji ni watchman, wakipigana wanapigana vita vya kiroho, na wakipigana vita vya kiroho tunashauti Baba katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ataomba kwa sauti ama ataomba kwa sauti? Ataomba kwa sauti. Je, utaki aombe kwa sauti? Nataka aombe kwa utulivu. Lazima uwe msaidie yeye kuwa na amani. Maana akiona mambo anakuwa mabaya, ataomba. Bwana asifiwe. Nikwambia kwa hivyo mabaya yote yafanywe nini? Yapigwe cancel muziki na makelele usiku. Tukue na amani, tulale vizuri. Bwana asifiwe. Lakini mkikaa hapo wataota makanisa. Tukifunga makanisa, utaharibika tena, mtuite tuombe. Tuombe serikali. Nataka wachungaji ambao wanaweza kusimama wakaomba. Wewe alafu natusomea mstari, Mungu anatafuta mtu mmoja ambaye atasimama kwa zamu. Hiyo ndio mnataka? Niliwaambia mimi sifanyi hiyo. Kwa hivyo kama mtaki tufanye vibaya, fanyeni na nyinyi vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usaidizi mwingine unaweza pata kutoka kwa mzazi wa kiroho. Helping to shape character. Mzazi wa kiroho anaweza kusaidia wewe kurekebisha tabia zako. Mwenendo usiofaa katika maisha, tabia zinazosababisha wewe ukapata matatizo. Mzazi wa kiroho anaweza kusaidia wewe kupata shepu ya tabia nzuri. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na hata vile mmekaa hapa, si mnajua kuna wengine katikati yenu huwa ni wakorofi, si mnajua? Amen. Ama mtu hiyo naongea maneno yangu hapa ni ukweli. Sasa mzazi wa kiroho usaidia kuimprove character ya mtu, to help to shape your characters. Mzazi wa kiroho ana umuhimu sana, na kama wewe una mzazi wa kiroho jua urekebishiki. Mkamba anasemaje? Utatagwa na tabanasia mwenye hawezi shauriwa na yeye hawezi kushauri. Ni hivyo ama sivyo? Mwenye hawezi kushauriwa hata yeye hawezi kushauri mtu.
utatakwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima unasikiza ushauri, unarekebishwa, unatengenezwa. Nisaidieni huko nje kelele ishe. Unatengenezwa, unarekebishwa, unafanya ukuwe mtu mzuri wa maana. Bwana asifiwe. So, the spiritual parents help you to shape your character. Amen. Ingine, a spiritual parent benefit yake is to help break negative patterns. Mzazi wako wa kiroho anaweza kukusaidia wewe kuvunja patani mbaya katika maisha yako. Patani mbaya tukianza na nini? Kuvaa. Weza kwa mvalio wako ni mbaya. Mzazi wako wa kiroho akakusaidia akakwambia unavaa vibaya. Rekebisha kuvaa. Ukirekebisha kuvaa, wanaume watakuheshimu, wanawake watakuheshimu. Mbona hatuko pamoja? Ukibadilisha kuvaa, wanawake watakuheshimu na wanaume watafanya nini? Watakuheshimu. Hata wazee wa watu watakuheshimu na wake za watu watafanya nini? Watakuheshimu. Sasa msichana, wewe ni msichana, alafu unavaa kaskati kamefika wapi? Juu. Si juu, kamefika wapi? Kwa mapaja ni hapa bana. Huku si mapajani huku. Ni vingine. Kuna jina yake huku. Kanaitwa micro min skirt. Micro ni kumaanisha ni kadogo. Sasa wewe ni Mkristo, alafu avango imekufika wapi? Hapa. Alafu Yesu ni Bwana. Ukiulizwa wasema Mungu haangalii mavazi. Anaangalia nini? Anaangalia nini? Ni moyo ama ni roho? Hayataje lingine mtakapoitaja. Ni kweli Mungu anaangalia roho kweli ama anaangalia pia tabia za kuvaa? Anaangalia. Kwa sababu kile ambacho utakisababisha kukifanya kinaweza kuleta madhara makubwa katika society ama community. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo lazima utengeneze pattern yako, pattern ya maisha yako. Bwana asifiwe. Helping you to shape your character. Ingine ni breaking negative patterns. So, kuvaa vibaya kama mwanaume. So, wewe nikuulize, kweli hapa wale wanaongoza praise and worship hapa, yule mwenye ameshika maiko anasema tusimame, tuombe, tufungue ibada, alafu Jumatatu mpaka Jumamosi anavaa kipande. Kanaitwa kipande sika boxa. Kanaitwa kataje kanaitwa kakinyasa, kamoto. Kanaitwa kamoto. Kamoto. Sasa amevaa kinyasa, kamefika wapi? Alafu katikati ya wiki yuko anatembea. Alafu ana kavesti amevaa. Kako kifua kiko wazi, hizi ziko nje. Alafu watu kweli wanaona picha ya Mungu hapa. Basi mtumishi wa Mungu, babako wa kiroho anaweza kusaidia wewe ku break negative patterns katika maisha. Kuongea pia. Anaweza kurekebisha kwambia wewe yako unaongea mbaya. Rekebisha kuongea namna hii. Usirushie watu mikono wakati mnaongea. Si ni mzuri hiyo? Anakurekebisha. Anakuambia wakati mtu anaongea na wewe, nyamaza. Usiongee ili usikize, ili upate ufahamu na hekima ya kupata neno na kumjibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maandiko yanasemaje? Katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4 fungu la 26. Waefeso mlango wa 4 fungu la 26. Saidieni hiyo kiti na gonga huko, iache gonga tafadhali sana naomba. 26 inasemaje? Na nani na microphone yasome hapo? Soma. Soma kwa sauti. Muwe na hasira ila msitende. Sasa wewe unaongeleshwa na mtu na huko unamjibu venye unataka. Si ushatenda dhambi? Maana kile unaongeleshwa cheza kwa ni kizuri, lakini unakanywa utengenezwe kuwa mtu mzuri, alafu unarudi unalipuka unatokanana kabla hajamaliza kuongea. Umeharibu. Bwana asifiwe.
Aya, twende hapo mbele. Mwana hasira ile msitende dhambi, najua lisichwe ukiwa uchungu wenu bado haujawatoka. Amen. Najua lisifanye nini? Lisichwe. Jua lisiende pale likaanguka chini na bado uchungu wako uko ndani. Kama umekosewa, samehe. Hapo. Mwana hasira, wewe kosewa, maana hasira ni lazima kuwe na nini? Kwa sababu umekosewa, kuwe na hasira. Lakini maandiko yanasema muwe na hasira ila msitende dhambi. Kwa hiyo ana break negative patterns katika maisha yako. Hiyo ni pattern ya maisha. Alafu fungu la 27 inasemaje? Wala msimupe ibilisi nafasi. Maana usipotengenezwa pattern yako ya maisha, unaweza patia ibilisi nafasi. Na ukitimu mtu vibaya na yeye hajaokoka, anaweza kukupiga ngumi. Bwana asifiwe. Anaweza kufanya nini? Akakuvunja mbavu ya kushoto. Ukaenda kusoma, mbavu inaweza kusoma hospitali. Wewe. Sikilizeni, sisi tukiwarekebisha. Tukiwaambia hii usifanye, kubali. Tukiwaambia enda hii njia, kubali hiyo njia. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni msichana, awe na time ya kufika nyumbani akitoka kazini. Kama anatoka kazini saa 12 na dakika amefika wapi? Nyumbani. Kama anatoka saa 1:30 ashafika wapi? Unakuwa patterns. Lakini kama unataka kurekebishwa, wewe ni kichwa umekuwa kama Farao. Unajua Farao kichwa yake ilikuwa ni ngumu, hata kuangalia nyuma alikuwa hawezi. Bwana asifiwe. Kuna msemo kwa kama wanasema umetia mjingo na Farao. Yaani umekausha shingo kama Farao. Hata kugeuka kuangalia nyuma, ukajua kwamba litakupata lilo baya, una wakati. Lazima utengenezwe ivutwe ile negative pattern ya maisha ili watu wakusome vizuri. Wewe ni barua. Wewe ni kioo cha jamii. Ukiwa Mkristo, wewe unasomwa na mataifa. Na Mkristo ambaye anasomeka, yeye ni kama taa ambayo iko pale mlimani. Taa iko mlimani ikiwa inawaka, nani mwenye aioni? Kila mtu anafanya nini? Na maandiko yanasema kwamba na uwaangazia wale wa mataifa. Wewe ambao umeokoka wewe. Faida ya mzazi wa kiroho. Mzazi wa kiroho ni muhimu. Hata akikukanya, nyamaza na urekebike. Ukisharekebika, utasaidika wewe, si babako wa kiroho. Na unaposaidika, baba atajivunia kwamba niko na mtoto mzuri. Bwana asifiwe. Na unaweza kuwa mzuri kama punda, si ndio? Unaweza kuwa mzuri kama nini? Mbona unaongea wachache? Unaweza kuwa mzuri kama nini? Unarekebisha, lakini ukikaa unarusha nini? Sema kama mnanirekebisha mbele za watu, mnanisomea, sitakuja hapo tena. Nafikia mimi sina akili. Basi kama unafikia una akili kweli. Maana lazima hiyo tabia mbaya funjwe, uwe na tabia nzuri, urekebishike, uwe mtu mzuri. Bwana asifiwe. A spiritual parent, he or she can clarify one's calling. Mzazi wako wa kiroho anaweza kuambia sasa, wewe bila na kuona unaweza fanya huduma fulani. Unaweza kufanya huduma fulani. Mzazi wako wa kiroho akwambia utafanya huduma fulani, anakuambia unaweza kufanya huduma fulani. Unaweza kufanya ama usifiti. Unaweza pita ama usifiti. Akwambia wewe unaweza kufanya huduma fulani. Unaonaje hapo tujaribu hiyo? Ukijaribu hiyo unaonekana unakuja vizuri, anakuambia kongole. Sasa unaingia kabisa. Maandiko anasema ajaribiwe kwanza, na akionekana anaweza kutia huduma. Ni maandiko. Ndio vile ilivyo. Kwa hivyo faida nyingine ya wewe kuwa na mzazi wa kiroho ni hiyo. Bwana asifiwe. Those are the key benefits ambazo unazapata kwa mzazi wa kiroho. Point number 4. Spiritual covering, protection, they provide a sense of safety, praying for you, and
watching over your best interests. Kwa hivyo mzazi wako wa kiroho anaweza kusaidia akaangalia uwe na best interests, ama aone best interest kutoka kwako, aone una faida fulani. Mzazi wa kiroho anaweza, unajua kama vile pia mzazi wa kimwili anatakanga mtoto wake pia aonekane kwamba anaweza kuwa na faida muhimu sana katika maisha, si ndio hivyo? Si ukiwa na mtoto unataka mtoto wako aonekane na faida hata kwa society, si ndio? Hata mzazi wa kiroho pia anatakiwa kuwa na hizo, kusaidia wewe upate hizo faida, uonekane mtu wa maana, ama ukuwa corrected na ukorektike. Wacha nitumie hilo neno kama tuiweke namna gani. Bwana asifiwe. Ukiwa corrected alafu na wewe ufanye nini? Ndio hiyo Kiswahili. Pigeni makofi. Mimi sijui Kiswahili vizuri. Nimesema ukiwa corrected alafu ukorektike. Hiyo ndio hiyo kurekebika. Ukirekebishwa urekebike, mpendo unaweza kuwa wa faida hata katika vizazi vijavyo. Watu wakasema fulani alikuwa wa manufaa. Bwana asifiwe. Kwa mfano saa hii ukifa, na sisemi ukufa, lakini kwa mfano ukifa, tutatoa ushuhuda gani? Tutasema ulikuwa mtu wa aina gani? Sasa kama ungerekebishika tutasema ulikuwa manufaa. Lakini shida moja, mtu akifa tuongeani kwamba alikuwa anapiga watu nini? Nasemanga alikuwa mzuri. Mweke mahali pema peponi. Wewe, wacheni kuamrisha Mungu. Ni kweli. Wacha Mungu afanye kazi yake. Amen. So best interests. Amen. Na mtumishi wa Mungu huwa anakupatia faida za wewe kutoingia katika pitfalls. Usiingie katika matatizo. Anakusaidia kukurekebisha ili usiingie katika mashimo. Bwana asifiwe. Unajua wakati unatembea unaweza kuwa wewe ni kipofu kwa mambo fulani. Ukachukua unaongea jambo fulani ukija kwa shida, kama wewe mwenyewe unasema usiwahi niongelesha wala unipigia simu wala kunisalimia. Si aliingia kwa shimo? Si alijiingiza? Nani atamtoa hapo? Yeye mwenyewe. Yeye nani? Ndiye atajitoa hapo. Ama ni nani atamtoa hapo? Ni nani? Yeye mwenyewe ndiye akujitoa hapo. Bwana asifiwe sana. So, mzazi wako wa kiroho anaweza kusaidia wewe na akakuepusha wewe kuingia katika mashimo ambayo ni ya matatizo. Amen. Mentorship number 5. Point number 5. Mentorship and wisdom. Amen. They offer seasoned, practical and biblical guidance for negotiating life's challenges, sharing wisdom gained from experience. Kwa hivyo, ukiwa na mzazi wa kiroho, anaweza kusaidia wewe kupata guidance katika maisha yako ya kiroho kutokana na ile experience ambayo ako nayo. Bwana asifiwe. Unajua mzazi wa kiroho anaweza kuwa pengine ana ufahamu mkubwa kukuliko. Akwambia hii njia ukifuata ni mbaya, sio mzuri, lakini unaona ukifuata hii na iko na challenge yake, lakini unaona ukivuka hapo umesaidika. Amekusaidia wewe kupitia kwa ile experience ambayo ako na. Amekusaidia kupitia ile experience ambayo ako na. Kwa mfano mimi ile experience nilikuwa nayo wapendwa ni kubwa. Ni kubwa. Na sijui nani hapa ako na experience kubwa kwa shida. Na unaweza kuwa mzee lakini ukawa pengine hujafika ile experience hapo. Kwa sababu ile neema na ile mambo nimepitia ni mazito. Kwa hivyo mzazi wako wa kiroho anaweza kukusaidia na akakupatia hekima kupitia kwa ile experience ambayo ako nayo. Amen. Point number 6. Character development. Anaweza kusaidia na character development. Amen. Wanaweza kusaidia kuwa na kukua katika maisha ya kiroho, na wanaweza kusaidia kuwa na imani. Mzazi wako wa kiroho anaweza kusaidia maisha yako ya kiroho yakakua. Tunaelewana? Tunaelewana wapendwa? Bwana asifiwe. Mzazi wako wa kiroho anaweza kusaidia, mzazi wako wa kiroho anaweza kusaidia maisha yako ya kiroho yakikua, na anaweza kusaidia wewe kuwa na imani.
Na imani, unaweza kusaidika kuwa na imani ukiwa na subira. Mambo mengine unaweza kuwa na haraka nayo, lakini mtumishi akwambia wewe hii kanyagia breki. Unaona hapo? Waachia hapo kabisa, kanyagia hapo na unyamaze kwanza, alafu uangalie kule mbele utakuwa namna gani. Na ukinyamaza huku inatokea ile ambayo ni mzuri. Lakini kama uko mbio na amekwambia ukanyagia hapo, alafu anajua kile unaenda kugonga, utapiga sama soti mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nauliza kwa mfano, wale mpapa. Nani hapa ashaichunga ng'ombe? Nataka mnipatie experience, maana mko na experience. Mtu akishindana na ng'ombe ambaye ako na nguvu kumuliko na anavutana na yeye kwa kamba, mbona amejibu peke yake huyu? Mwingine mwenye amenua mkono ajibu. Uking'ang'ana na ng'ombe na ako na kamba gumu, ung'ang'ane na yeye na ako na nguvu kukuliko, na anaanza kufanya nini? Anakuangusha. Na afanya nini? Na anaenda, si ndio? Na kwa mfano umemfunga kwa mti na ana nguvu kuliko, alafu najaribu kumgeuza aende upande ule akule nyasi upande ule, maana jioni inaingia. Alafu unajua akikula hapa kuna nyasi nzuri, atashiba haraka, alafu mtoe. Na yeye hataki kwenda hapo, anataka kwenda upande ule kwenye hakuna nyasi nzuri. Alafu shindana na yeye, alafu arudi, wewe umemfunga kwa huu mti, alafu wewe uko hapa katikati na yeye yuko hapa. Alafu aende hivi, azunguke hivi bila kujua, aje aruke ile kamba yake, wewe ubaki katikati. Unafanya nini? Kabla hajakudunda, wewe ule ni mti umemfunga pale. Na wewe uko hapa katikati. Na ile kamba imepita hivi, na yeye yuko pale. Azunguke, akizunguka aje aruke ile kamba yake. Alafu wewe ubaki katikati ya kamba. Alafu azunguke aende mbio kule. Alafu azunguke ile alafu anyoshe. Nini kinatokea? Anaweza kukata miguu. Akakuvunja miguu yako. Ukakuwa mlemavu. Ukapata matatizo. Ukiwa na ng'ombe wa aina hiyo, ukiona hataki penye unataka, unamwachia mwenyewe. Si anaenda kulala na njaa yeye peke yake. Kwani ni wote wanalala na njaa? Si wote atakula sima? Na utashiba? Na utalala vizuri? Na utalala kwa amani? Bwana asifiwe sana. So, mzazi wako wa kiroho anaweza kukusaidia. Amen. Okay, kuna kitu kingine. Anaweza kusaidia na kitu kinaitwa impartation na inheritance. Impartation na inheritance, mzazi wa kiroho muhimu wake anaweza kukupatia nafasi na akakufundisha vile wewe mwenyewe utakuwa na ujasiri na hali fulani nzuri ya kimaisha, na pia wewe kufaulu kupata urithi katika maisha. Na urithi si mpaka upate kwa mzazi. Unaweza kaputa kuwa na maisha mazuri na ukafanikiwa. Bwana asifiwe. Ukafanikiwa mpaka ukafurahi. Bwana asifiwe. Joshua 1:6 inasemaje? Joshua 1:6, tusomewe Joshua 1:6 na microphone tafadhali. Joshua 1:6 inasemaje? Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Endelea. Maana ni wewe utakayewaridhisha watu hawa. Nchi hii niliyowaapia baba zako. Ya kwamba nitawapa. Sababu ni Joshua anaambiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Uwe na ushujaa. Uwe na moyo wa uhodari. Maana ule ufahamu unaopatiwa ukiushika, kuna uhodari wa kunasa mambo. Kuna watu ambao ni mabongolala tu wanasangi, lakini hamsaidii. Lakini wako tu hivyo. They cannot grasp. Watakiwa kuwa na moyo wa uhodari na moyo wa ushujaa. Ukijua hata wewe mwenyewe, watoto wako watafaidika kutokana na wewe. Bwana asifiwe. Watafaidika kutokana na wewe, maana wewe ndio utakayewapatia mazuri.
Na unaambiwa ukitii utakula mema ya na unataka kutii na unataka ukule mema ya nchi. Bwana asifiwe. Amen. Basi yeye inapatia 7 inasemaje? Uwe na uhodari, uwe na ushujaa mwingi. Angalia kutenda sawasawa na nini? Na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kumaanisha kwenda straight. Upate kufanikisha. Upate kufanya nini? Upate kufanya nini? Upate kufanikiwa sana kila uendako. Unajua unaweza tafuta kufanikiwa lakini ufanikiwi. Kama una baba wa kiroho, wacha niwaambie wapende. Si unasikia Mungu anaongea na nani? Na Joshua anamwambia kama vile Musa mtumishi wangu alipokuambia, angalia usiende mkono wa kulia ama wa kushoto, na uangalie sana kutenda sawasawa na sheria. Alikuwa anamaanisha sheria ya Mungu iandikwe katika vibao vya moyo wako. Amen. Unajua kila wakati unatenda kulingana na mapenzi ya Mungu, si vile unavyotaka. Leo mimi sitafunga. Leo mimi nitakula. Nani amekwambia? Lazima ufunge waipishe shetani. Lazima ufunge usababishe tabia ya kukurupuka na hasira ikuve. Maana wakati unafunga hata hasira pia huondoka. Utajibu watu vibaya. Sio unakula kutoka Januari mpaka Januari wewe unafunga. Unakula tu, haufungi, unakula. Bwana asifiwe. Nataka tuelewe haya mambo. Twende verse 8. Verse 8 inasemaje? Kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Si usiku na mchana, mchana na usiku. Upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Unasikia? Maana ndipo utakapofanya nini? Ifanikisha. Bwana asifiwe. Ukiharibikiwa wewe ndio umeharibu. Ukifanikiwa wewe ndio umefaniki. Mbona amuongei? Ukifanikiwa wewe ndio umesababisha ifanikiwe. Ndio nawaambianga, ukiona mambo fulani hayendi mzuri, angalia pale ulikosea. Hata maandiko inasema hivyo. Angalia pale penye uliangukia, urudi ukatubu na uanzie wapi? Hapo. Na uende mbele. Bwana asifiwe. Amen. Hata wimbo umeimba hapa. Umeimba namna gani? Nionapo amani kama shwari. Unapoona nini? Amani kama nini? Shwari. Ama nionapo nini? Shida. Sasa nataka nikwambie jambo moja ambalo utaelewa katika huo wimbo. Unapoona amani kuwa shwari, unajua kuna saa nyingine unaweza kuwa na amani ukaona sasa uko shwari. Angalia jirani mwambie siku ile utaona mambo yamekuwa mazuri. Basi hapo maandiko yanasema jichunge sana. Watch your ways. Angalia mambo yako. Siku ile utaona unafurahi mpaka utoa ushuhuda hapo sema kweli nashukuru Mungu ametenda. Wewe unapoona amani kama shwari, jua umetangaza vita katika ulimwengu wa roho. Shetani naye anakutii akugonge ili hakikisha utashuhudia tena. Amen. Amen. Ndio maana maandiko yakasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa 6 fungu la 10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye kule mbele mkiona mambo yanazidi kuwa mazuri, basi ninyi sasa mzidi kuwa hodari. Bwana asifiwe. Ukiona mambo yanakuwa amani inakuwa kama shwari, wacha nikwambie, hii amani unaona mambo yamekuwa mazuri.
Sasa hapo maandiko anasema uzidishe maombi, maana shetani anatafuta nafasi, kwa sababu umemgonga hili kwa neno la ushuhuda. Maandiko anasemaje? Mtamshinda shetani kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Wakati unaona naenda kushuhudia jihami, ukitoka hapo jihami tayari, ukitoka hapo. Bwana asifiwe. Angalia jirani yako, mwambie vita ni vita. Mwambie vilivyo vya kimwili, mwambie vilivyo vya kimwili vya kiroho nako viko hii. Kwani nyinyi mjacholewa kuambiwa wewe kacholewa hapo kaambiwa kama kweli wewe ni mwanamke ama kama wewe ni mwanaume, vuka hapo. Vuka nikuonyeshe. Bwana asifiwe. Bwana mjacholewa? Kumbe mnajua hiyo maneno. Shetani huwa anacholea hivi, anawaambia wewe kama kweli umeokoka, vuka hapo. Vuka, unatoka hapa, ukiona sasa umeshuhudia uko sawa, shetani anakungoja kule. Unaenda unafanyiwa kitu mpaka unaangalia unasema, na vile nimetoka kanisani kweli. Na vile leo mtumishi wa Mungu ameachilia neno. Haki wewe unanifanyia namna hii. Unarusha tusi. Mpaka wale wamekusikia wanasema, na huyu ni mkofu huyu. Si mkofu lakini ni mkofu. Kumbe mnajua hiyo maneno. Bwana asifiwe. So mzazi wako wa kiroho anaweza kuidentify, anaweza kufanya identity and directions. Anaweza kupatia directions, aka-identify mambo fulani, akakusaidia wewe kupata ufahamu katika purpose ambayo uko nayo, na aka-provide sense of belonging in a spiritual family. Bwana asifiwe. So anaweza kusaidia katika zile purpose ambazo uko nazo, ukaelewa ni watu unaweza kusimama na ni watu usisimame. Huu ni Mungu wapendwa, hutaki mchezo. Unaona vile tunakaa hapa, kuna vitu shetani tunazipanga tunamjui. Anapanga tu vitu kwake, anakucheza, anakupanga, anakuweka line mpaka anakuingiza. Mbona mmalizi anakuingiza? Kumbe mnajua, nipigeni mkofi. Nani hapa ashaingizwa box ni shetani? Mimi niliwahi siku moja. Kitambo nikaingizwa box. Mnajipanga nyinyi watakatifu sana. Yaani hamuelewi kile mimi nasema. Ni mimi na huyu peke yetu. Nyinyi mjaingizwa box ni shetani. Shetani wewe usipojua maana tunasema msijue ile za shetani. Bwana asifiwe. Amen. Msijue ile za shetani. Na pale verse 27 tumesoma tukaonaje? Maandiko yanasema wala msimpe ibilisi nafasi. Unaweza chezewa dili hivi na wazungu wanasema when the deal is too good, do what? Think twice. Kwani hamjui kizungu nini ama mlisomea wapi? Bwana asifiwe. Wazungu wanasema when the deal is too good, think twice. Sasa ukiona mzazi wa kiroho hapo ndio anakusaidia kupambanua. Bwana asifiwe. Na kama una mzazi wa kiroho ni hatari. Bwana asifiwe. Na malizia na conclusion. Maandiko yanasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi, si maandiko, ni mimi nimeandika hapa. Having a spiritual father or mother, spiritual parent kwa mfano, often compared to the relationship between Paul and Timothy, helps turn to according the father's achievements into a flow, the son's starting point. Bwana asifiwe. Kama kwa mfano mtu mpaka afike mahali aseme huyo ni mwanangu wa kiroho, amoni ni furaha sana. Ni furaha. Usikie mtu anasema huyu ni mwanangu wa kiroho. Amen. Si ni baraka? Amen. Unajua wakati anakonifahamu kama wewe ni mwanawe wa kiroho. Sijasema mtoto wa kiroho, mwanawe wa kiroho. Wacha tutumie the right language. Mpaka mtu afike mahali aseme huyu ni mwanangu wa kiroho. Si mtoto wa kiroho, mwanangu wa kiroho. Jua amekupa nafasi na wewe unaweza muita baba wa kiroho. Bwana asifiwe. Ukisikia mtu anaweza kuita mwana wa kiroho, jua na wewe amekupatia nafasi ya kumuita baba wa kiroho. Bwana asifiwe. Kama Timotheo, angalia First Timothy chapter 1 verse 2. Inasemaje? First Timothy chapter 1 verse 2. Inasemaje? Namalizia hapo katika conclusion.
First Timothy chapter 1 verse 2. Angalia hapo. First Timothy chapter 1 verse 2. Inasemaje? Inasema Timotheo. Huyo ni Paulo anaongea na Timotheo. Anamwambia Timotheo mwanangu, alafu aswa katika imani. Unasikia Paulo vile anamuita Timotheo. Anasema Timotheo mwanangu, aswa katika imani. Kumaanisha kweli amekubali kwamba Timotheo anamsikiliza. Wewe unasikilizanga babako wa kiroho? Unasikilizanga mzazi wa kiroho? Ama wewe ni kama Farao, umekausha kingo? Hata chawa watakuja, viropoto watakuja, nzige watakuja, maji yageuke yakuwe damu, wewe usikii kwamba Mungu amekwambia jiachilie kwa Bwana. Bwana asifiwe. Timotheo mwanangu, aswa katika nini? Neema. Unasikia Paulo vile anamwambia Timotheo, anamwambia neema na iwe kwako. Na rehema na amani. Huyu ni mzazi wako akiwa anakuombea hayo. Na anakuambia kabisa rehema na amani zisifarakane na wewe. Anakuombea uwe nazo. Huyo ni mzazi wa kiroho. Na baba, wacha nikwambie, wazazi wa kiroho wakijua kwamba huyu kweli amekuwa mwanangu kweli kweli, huwa tunawaombea. Unaniangalia kana kwamba mjaisikia hiyo maneno. Huwa tunawaombea. Wacha wanatoka na ibada kesho. Huwa tunawaombea. Na wewe nisababisha mimi atunaniambia pastor niombee ili uone umefanikiwa. Wacha nikwambie, kuna kitu katika ulimwengu wa roho kina search. Je, huyu haya maombi anauliza amejiunganisha vipi na huyu baba? Yeye ni mtoto kweli ama ni mwasi? Unaweza kuwa kichwa ngumu. Kuna ndugu yangu marehemu anaitwa Jacob, na alikuwa akifanya mess. Mamangu yuko hapa anajua. Akimwabibu anamtandika viboko. Ndugu yangu anatandikwa viboko, anatandikwa viboko, anatandikwa viboko, inakatika, inachukuliwa nyingine. Anatandikwa, anaulizwa utarudia tena. Sasa badala aseme sitarudia tena, utarudia tena, anasema nitarudia tena. Mamangu ndio huyu. Na anajua hiyo maneno. Ni kama sivyo. Ukaambia anamwambia inga mlenge. Yaani utarudia tena, anasema ndio nitarudia tena. Anatandikwa kidogo, kingine anaulizwa umesikia, anasema ndio nimesikia. Anaulizwa utarudia tena ama utarudia, anasema ndio nimesikia, nitarudia tena. Huyo ndugu yangu mdogo wangu alikufa. Sasa kuna Wakristo ambao wanashauriwa pastor akuombee, pastor akushauri, pastor akuongoze, pastor akufundishe, lakini unasema ninasikia lakini sitavifanya. Ukaambia mbele ingi. Wala sema sitarudia tena. Ndika mbele ingi, anasema mbele ingi. Sema mamangu yuko hapa, kama pengine nawaambia story. Mamangu yuko hapa, alikuwa akisema ama alikuwa sema. Alikuwa anasema, ndugu yangu, kuna Wakristo wako na hiyo tabia. Pastor anakushauri, pastor anataka ubadilike, pastor anataka na uwe mzuri, uwe mfano mzuri, lakini unamwambia ndio unaongea lakini nitarudia vile vile. Hiyo ni kawaida yangu. Maana sisi kabila yetu, maana sisi ukoo wetu, maana sisi mila yetu. Kaa na mila yako, lakini utabaki hapa. Ukiona mtu anainuka utabaki hivyo. Hapa una 10,000. Lakini sadaka watoa shilingi 200. Hata usitoa hata 500. Shwari. Ukiruza sema sisi ukoo wetu watu wangi kwa wachungaji, pastor atatajirika. Pastor atatajirika. Ni faida kwako. Mkono unaotoa unafanya nini? Na mkono unaotoa unafanya nini? Na mkono ambao utoi. Angalia jirani yako, muulize wewe ni mkono wa buli ama si wa buli? Unajua mkono wa buli ni mkono wa birika, unakaanga hivi. Ukiutoa chai uko tu hapa tu. Kinamisha na nini? Na hiyo birika. Bwana asifiwe. Ukisikia mtu anasema huyu ni mwanangu aswa wa kiroho,
Njoo umepatiwa nafasi ya kumuita baba. Bwana asifiwe. Amen. Timotheo wa pili, mlango wa kwanza fungu la 2 naongea nini? Angalia Timotheo wa pili. Namalizia hiyo ndio ya mwisho. Tusome nyingine. Timotheo wa pili, mlango wa kwanza fungu la 2. Naongea nini? Ni Paulo anaongea na Timotheo, anamwambiaje? Kwa Timotheo mwanangu mpendwa, unasikia? Neema na iwe kwako na rehema. Na amani zitokazo kwa Mungu Baba, Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Na kuombea hayo maombi. Mzazi wako akiona na kuombea hayo maombi, jua wewe umepata neema kwa Mungu. Bwana asifiwe. Wachana na hiyo neema ya Maria. Dar es Salaam Maria, umepata neema kwa Bwana. Wachana hiyo. Wewe tafuta neema yako. Kama Maria alipata neema, si ni yeye alipata huko? Inatuhusu. Hii ilipita. Sasa tafuta neema yako mwenyewe mpaka pastor aseme huyu ni mwanangu wa kiroho katika imani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna kitabu na unajua sisi wachungaji tunasemanga namna gani? Ni kusemanga ama tunasemanga? Tunasemanga na nikimalizia and as I conclude. Ama tunasemaje? Nikimalizia. Waraka wa 3 wa Yohana. Unasemaje? Fungu la kwanza ina chapter 1. Basi nikimalizia acha nimalizie na hapo. Ndio wachungaji wanasema and as I conclude. Na nikimalizia. Wacha nimalizie na hiyo. Waraka wa 3 wa Yohana. Fungu la kwanza. Inasemaje? Mzee kwa Gayo. Mpenzi ni mpendaye katika kweli. Unasikia? Mpenzi anayependwa katika kweli. Si kiuongo, yani hiyo ni dhahiri, anampenda kikweli kishua. Tutumie neno la kishua, si ndio? Anampenda kishua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi inasemaje? Mpenzi. Nataka kuongea Kikambo. Unajua sio kama tuna shida hapo, na nasema mpenzi. Mpenzi ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwa. Bwana asifiwe. Hamujapata wengine? Nani amepata hapo mahali? Hebu someni pamoja. Inasemaje? Twende verse 1. Nasema mzee kwa Gayo, mpenzi ni mpendaye katika kweli. Verse 2. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana asifiwe. Hayo ndio maombi ya mtu akiombea mwanangu wa kiroho. Sasa imagine babako wa kiroho anakuombea. Si ni baraka? Si ni baraka hiyo wapendwa? Tamanini hayo. Hilo neno limekuwa refu. Limekuwa refu ama ni refu? Waswahili mkwapi? Neno la leo limekuwa refu ama ni refu? Lakini tumebarikiwa. Tumeelewa faida za mzazi wa kiroho. Niendelee ama nisiendelee? Mungu amani awabariki sana. Thank you.